Wito huo umetolewa wakati wa kufungwa kwa jukwaa la 4 la ushirika mkoa wa Mbeya lililowakutanisha wadau wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS pamoja na vyama vya ushirika wa mazao kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Akifunga jukwaa hilo kwa niaba ya mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika nchini, mkurugenzi wa utawala rasilimali watu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Miriam Mbaga, amesema ni muhimu kwa bodi za vyama vya ushirika kuweka mifumo madhubuti ya kupima utendaji wa wataalamu ili kuhakikisha malengo ya taasisi yanafikiwa kwa ufanisi. Kufanya tathmini ya upatikanaji wa wataalamu, je, unaendana na ufanisi kwenye vyama, ikiwepo kuondoka kwa hoja au kupungua kwa hoja. Ili waajiri kwenye vyama vya ushirika wapimeni kwa matokeo hayo, lakini sikilizeni ushauri ambao wanawapa. Ushauri ambao watakuwa wanawapa hao wakaguzi wa ndani ni kwa lengo la kuboresha vyama vyetu vya ushirika. Anapokuja kwa ASCO akute kazi barabara ilishasafishwa. Katika jukwaa hilo, washiriki pia wamejadili na kuazimia masuala mbalimbali yenye lengo la kuimarisha maendeleo ya ushirika, ambapo baadhi ya maelekezo yanahitaji utekelezaji na ushirikiano wa serikali ili kuongeza tija kwa wanachama na taasisi za ushirika. Shirika la ASCO wahakikishe kuwa wanasoma taarifa zao zote za ukaguzi kwa kila chama kilichokaguliwa. Hoja nyingine ilikuwa ni mifugo au ng'ombe, hususani ng'ombe kuharibu miundombinu ya skimu za umwagiliaji na mazao ya wakulima, hususani skimu ya Kapunga Smallholders na skimu zingine wilayani Mbalali, ambapo azimio ni serikali isaidie kudhibiti mifugo hususani ng'ombe katika maeneo ya skimu za umwagiliaji wilayani Mbalali. Akizungumzia maazimio hayo, katibu tawala msaidizi mkoa wa Mbeya anayeshughulikia uchumi na uzalishaji Saidi Madito amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa ushirika kuhakikisha changamoto zilizobainishwa zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati na mazingira bora ya ukuaji wa sekta hiyo yanaendelea kuimarishwa. Sisi kama serikali tutayachukua yote yale ambayo umetuelekeza kwa ajili ya utekelezaji, ili kusudi jukwaa la mwakani basi lije na majawabu yaliyo sahihi kwa yale ambayo jukwaa hili limeelekeza. Jukwaa la 4 la ushirika mkoa wa Mbeya limeelekezwa kuwa sehemu muhimu la kubadilishana uzoefu, kujenga uwezo wa viongozi na wataalamu wa ushirika, pamoja na kuweka mikakati itakayochochea maendeleo ya vyama vya ushirika na ustawi wa wanachama wake. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.